Je, ni kweli tukisema one term hawana ajenda kama wanavyosema baadhi ya wafuasi wa two term, au kuna jambo kubwa ambalo Wakenya wengi wameanza kuliona? Manake kadri mwaka 2027 unavyozidi kusogea, kauli moja imeanza kutikisa mikutano ya kisiasa, makanisa, redio na hata vipindi vya televisheni. Lakini kilichotokea kwenye video 5 nitakazokuonyesha leo kinaonyesha mjadala huu umefikia hatua mpya kabisa. Tazama mpaka mwisho alafu jionee namna viongozi, wachambuzi na wananchi wanavyoendelea kuzungumzia siasa za mwaka 2027. Karibu sana hapa Mizuka Media. Leo tutaangalia video 5 ambazo zimezua mjadala mkubwa kuhusu siasa za Kenya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Kutoka studio za redio, kanisani, vipindi vya televisheni hadi kwenye mikutano ya kisiasa. Kauli kuhusu one term na two term zimeendelea kuzua mijadala tofauti. Swali kubwa ni je, mjadala huu unaonyesha tofauti ya sera au ni ushindani wa kisiasa unaozidi kushika kasi? Tuanzie hapa. I would rather be indebted to 10 million Kenyans because they gave me 10 bob each than to one person who gave me 1 billion shillings. Video ya kwanza imeibua mjadala kuhusu fedha za siasa na uwajibikaji wa viongozi. Katika mahojiano ya moja kwa moja redioni, aliyekuwa katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna alitoa mfano uliowafanya wengi kuanza kujadili namna siasa zinavyofadhiliwa. Kwa mujibu wa Sifuna, anasema afadhali upewe shilingi 10 kutoka kwa Wakenya milioni 10 kuliko kupokea shilingi bilioni 1 kutoka kwa mtu mmoja. Alieleza kuwa pale mwanasiasa anapotegemea mfadhili mmoja mkubwa, ndipo maswali kuhusu ushawishi na uwezekano wa migongano ya maslahi kuanza kujitokeza. Kauli hiyo imepokelewa kwa mitazamo tofauti mitandaoni. Wapo walioisifu kama wito wa uwazi, wengine wakisema ni mjadala ambao unahitaji kujadiliwa kwa undani zaidi. I would rather be indebted to 10 million Kenyans because they gave me 10 bob each than to one person who gave me 1 billion shillings. Because that's where the corruption begins. Kama unajua vizuri ati huyu jamaa mmoja ndiye alifinance, akikuja wewe ukikuwa president aseme hii reli badala iende Malaba pitisha kuisero hapo kwangu. Uwezi kataa. Yeah. Lakini kama ni hawa Kenya 10,000, milioni 10 walikutumia 10 bob, unajua uko na uwajibikaji kwa wao, sio kwa hao mabwanyenye hawa. Na ndio maana naomba wa Kenya, you need to free our politics from this dirty money. Kwa sababu wewe hiyo 1 billion kwanza umetoa wapi? Wafanyikazi wanalia kila mahali. How can the leader of wafanyikazi have 1 billion shillings to contribute to a campaign? Siapewa wafanyikazi wale wanalia, wamenyanyaswa na hiyo. In fact angetuambia hiyo 1 billion anataka kuchukua kusubsidize mishahara ya wafanyikazi wale wanakatwa SHA, wale wamekatwa na nini housing levy na vinya. Lakini wakati mjadala huo ukiendelea, hoja nyingine ilihamia kwenye kauli maarufu ya one term. Katika video nyingine, mchambuzi na mwanaharakati Fanyamambo Kinuthia alijibu wote wanaosema one term hawana ajenda. Kwa maoni yake, alisema ikiwa upande mmoja una uhuru wa kusema two term, basi upande mwingine pia una haki ya kusema one term. Alihoji kwa nini kauli moja ionekane ina ajenda huku nyingine ikikosolewa kwa kukosa ajenda. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa kuhusu uhuru wa kisiasa na namna makundi tofauti yanavyojieleza kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. And also, they keep telling us we don't have an agenda, we are singing one term. Why are they singing two term? They're singing two term because one term is hurting them. Yani wanakaa tu hivi, the only thing they can talk about is one term. And allow me to talk about the pikipikis we saw in State House. Let's go. You know, those pikipikis have seen more counties than some of us. Those pikipikis have traversed more counties than many of us. Ask the drivers who carry them in FH lorries, they'll tell you. Meaning they're the same ones being those. Ilifika mahali tulileta pressure, and my friend, I'm going to mention you, Gerald Bitok, Junilion umezipost Facebook zikitoka State House. And of course we could see some of them are old. You see, sometimes when you want to lie, also be a little bit wise. We could see some of them were old zenye zilitoka State House. Wamepigwa picha. The only thing he forgot, and he's my friend Gerald Bitok, please post them zikirudishwa. And the reason I'm saying this with a lot of authority, nimeuliza kwetu Dagoretti South, and I'm fighting to be the MP. Kama wewe ulipewa bodaboda State House na unabeba stage, maybe uko Waithaka, uko Ngando, uko Riruta, yes, we want to come and take a selfie with you. Kama ulipewa mashini ya kushona nguo na wewe ni wa kwetu Dagoretti South, mimi hata sitaenda mbali because niliwaona State House. Ama wheelbarrow ya Smoky. Ama wheelbarrow ya Smoky. I want to come to where you are and we want to take a photo with that. We are not asking for much. So easy theatrics, easy drama ndio Kenyans wanakasirika nazo. How do you think Kenyans felt mpaka wakikataa kunywa soda? Kama ama ukuona hiyo. How do you think Kenyans were feeling when you are taken to State House? Mnaambiwa ati mko 15,000. Alafu pikipiki zilikuwa ngapi?
So even if you call 15,000 of you, na pikipiki zilikuwa 60 ama 70, and I can tell you for sure, hizo pikipiki they have seen more counties than some of us. Lakini kauli iliyofuata haikutoka kwa mwanasiasa bali kutoka kwa mhubiri kanisani katika hafla iliyofanyika Chepalungu huko Bomet County, ambapo Pastor Penaline Koech alizungumza na waumini wake. Hata hivyo, katika mahubiri yake alitamka kauli ya one term, jambo lililovutia hisia za waliohudhuria na baadaye kusambaa mitandaoni. Pia alitoa kauli akimtaja Rigathi Gachagua akisema afanye kazi yake na asiwe na wasiwasi. Video hiyo imezua maoni mbalimbali kuhusu jinsi kauli za kisiasa zinavyoendelea kujitokeza katika maeneo tofauti ya kijamii. Yeye ni hapa. Hakuna hiyo. One time. Yala rambe ole one time. Nikisema rambe mnasema one time. Ole Gachagua kwa makazi. Mtasema Gachagua aenda fanye kazi. Rambe. One time. Gachagua ya. Kwa maskasi. Gachagua ya. Kwa maskasi. Lazima pesa. Bwana yetu asifiwe. Gachagua ya penyo. Usikashikwa ni mtoto wetu. Na tuko tunajua. President alituletea. Hatuko tunamjua. Akatuletea. Tutamwona, tutampenda. Siku ya leo tuko hapa sasa. Na tumetikisika tuko hapa. Na anaitwa Penaline Rono. Anaishi upande wa Motoshia. Asante sana. Bwana yetu asifiwe. Nikila nao wanasema DCP. One time. Hatusikia hata kidogo. Hata shawa wetu watashangaa. Wani wale ambao walikuwa kwa leo wameingia DCP. Wacha tukwambie sikia leo. Tuko ndani ya DCP. Juu tulikosea. Na tuliweza kuwapoteza mbunge wetu. Wewe bila kujua. Tukiwa hapa DCP. Tulikuwa tumesema ya kwamba hawa ndio watatusaidia. One time kwa Tamaline. Kutoka kwa mhubiri wa kanisa, mjadala ulihamia moja kwa moja kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Katika mahojiano ya televisheni, Senator John Medhu akiwa pamoja na mbunge mteuli wa DCP wa Olkalau Sami Ngodho walizungumzia uchaguzi ujao. John Medhu alisema kuwa kulikuwa na kauli kwamba wananchi watapiga kura na kurudi nyumbani, lakini kwa maoni yake wananchi watabaki kulinda kura zao baada ya kupiga kura. Pia alitoa kauli kwamba mtu wa kwanza kuondoka baada ya uchaguzi atakuwa Rais William Ruto. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa mtandaoni, huku wengi wakitoa maoni tofauti kuhusu uchaguzi wa mwaka 2027. When it is election day, once you vote, you don't go home. You know, our county commissioner was telling us, vote and go home. Vote and go home where? Who are you going home where? You're not going home until the first person to go home will be William Ruto. All right. The rest of us will remain in the polling station until we are sure that the votes have been counted and they have been tallied and they have been written that William Ruto has lost. Senator John Medhu. Umerudisha hizo mattresses. Na hizo cylinder umerudisha. We saw it in the campaign trail. People would come with them. Yes. Say my conscience doesn't allow. Yes. This is mattress is meant for the sick, and maybe they are sleeping on the floor. We receive them. I will continue receiving them and taking them to hospitals where they belong. But I have to say this, Jeff, from what your friend has asked, what we have seen, President Ruto has lost the aura. Na baada ya uchaguzi huu mdogo wa Olkalau kulitokea video nyingine iliyosambaa kwa kasi. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alizungumzia matokeo ya uchaguzi huo. Kwa mujibu wa kauli yake, anasema tangu ushindi huo amekuwa akipigiwa simu nyingi na watu wanaowataja kuwa wa upande wa Rais William Ruto. Kauli hiyo imeongeza mjadala kuhusu hali ya kisiasa baada ya uchaguzi mdogo na makundi mbalimbali yanavyojitayarisha kuelekea mwaka 2027. I don't know what will happen because hii watu ya Kasongo wananisumbua na masimu. They are really disturbing me. Sasa hata huyu mjumbe wangu hapa ya Mathira on Monday before we voted on Thursday alitumia mimi message.
Hapana, kuna wacha tujue hii wasimu na kawa nafikiria nini. Akaniambia, mimi nilikuwa mtu yako, ukaambiwa mimi si mtu mzuri. Sijui ukanigeuka ndio mimi nikaenda kwa Ruto. Hata hapa Olkalau unandanganywa na akina Medho. Wamebadilisha hii uchaguzi, instead of fighting candidate against candidate, they are fighting William Ruto, and therefore they have lost it. So when you lose on Thursday, ukuja utafuta William Ruto. Hiyo kijana alituma message. So mimi naangalia tu na nyamaza, because mimi nilijua hiyo strategy ya kupigana na Ruto ndio yenyewe, because the election was between William Ruto and the community. Medho and team were more here, they could not fight Mushina. Mushina is our son, so we were fighting the enemy. So nikajua hii kijana amepotea. So kijana jana ameniandikia message, anasema you won, lakini you intimidated our people. Sasa wewe usikuwe mkali sana kwa Ruto, kuwa kama Raila, mnaweza patana huko mbele. So mimi nikaona because hiki kijana ni ya nyumbani, let me advise him. I almost nikafikiria nimwandikie, I thought about it. Kamwandikia, kamwambia welcome. I don't know whether you live in this mountain, because if you lived in this mountain, you would know that fellow you are calling WSR is a problem. But you don't seem to understand. My advice as somebody from here is simple. For the remaining time, get as much as you can from William Ruto, and don't spend it on politics. Hata ile mshahara yako usitumie, itakusaidia mbele kuanza biashara. Na nikamwambia, as long as you and your wife Betty don't use the rogue police officers to kill me before then, I'll make sure you don't get more than 500 votes in this Madera. Kwa kuangalia video hizi 5, kuna jambo moja linaonekana wazi ya kwamba mjadala wa siasa za Kenya unaendelea kubadilika kila siku. Wapo wanaosema one term, wapo wanaosema two term, na wapo wanaosisitiza kwamba mjadala mkubwa unapaswa kuwa sera, uchumi na maisha ya wananchi. Hatimaye maamuzi yatafanywa na wapiga kura wakati wa uchaguzi. Lakini hadi wakati huu mijadala kama hii inaendelea kutawala majukwaa ya kisiasa na mitandao ya kijamii. North Eastern hauna kura, ukienda Nairobi hauna kura. Hata wewe nataka nikwambie kura milioni 3 hautafikisha. Na ukifikisha inafaa ukuje tuambie hiyo kura umetoa wapi. Kikapo yako haitafika hata kwota. Nikifika kwota utatuambia hiyo kura umetoa wapi. Nataka nikwambia leo wewe ni one term na inafaa uende nyumbani kabisa. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, unadhani mjadala wa sasa unapaswa kuangazia kauli za one term na two term au sera ambazo viongozi wanapendekeza? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Mimi niseme kwa Wakenya, farasi ni 2. Farasi ni ngapi? Farasi ni ngapi? Mtu unaitwa Kasongo na hii muungano ya one term. Hii ingine yote ni punda, si ndio? Na sisi tunajua Kasongo halali anatafuta watu wengine wanaitwa third force, ati wakuje hapo haribu kura yetu. Mimi nataka nitaharishe viongozi, wewe kama hutakuwa kwa hii muungano hii ya one term, utapotea huko. Farasi ni wangapi? Farasi ni wangapi? Na Wakenya wameamua. Mtu yeyote ambaye anataka kuwa rais ya Kenya, ambaye hatakuwa kwa hii muungano ya Kenya, yeye atapotea. Na hata viongozi wetu, number 1 ni huyu Haron. Haron ni mtu anatembea tu na kichwa kubwa, lakini hakuna akili kabisa, because unakulacha na president. How can you eat
on the same tape with the president, and your people are suffering. Now anahubiri is preaching second term, anatuambia sasa Wakalenjin ama Wakipsigis tungoje second term. Second term yenye natoka wapi? Na kila mtu ameenda. Hata Wakipsigis wamegawanyika. Rigathi anagawa 50-50. Wachaluo wameenda, Wakisii wameenda, Milima wameenda, Western wameenda.